Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristu zinazotoka katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 3. Katika sura hii kuna mambo mawili ambayo tutayazungumzia. Jambo la kwanza, hitaji la maombi. Jambo la pili, onyo juu ya kutofanya kazi. Tutaanza na hitaji la maombi. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5 inasema: hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu, tukaokolewe na watu wasio haki wabaya, maana si wote walio na imani. Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Nasi tumemtumaini Bwana kwa mambo yenu, kwamba mnayafanya tulivyowaagiza, tena kwamba mtayafanya. Bwana awaongoze mioyo yenu, mkapate pendo la Mungu na saburi ya Kristo. Nini fundisho hapa katika siri ya kwanza inayosema hitaji la maombi? Tunakumbushwa kuomba na kuombea huduma ya Yesu Kristu ikue na kuwafikia watu mbalimbali juu ya mataifa yote, ili wapate kuokolewa. Hivyo tunapopata nafasi, muda na wakati, kujumuika sisi katika familia zetu, katika ibada zetu, tukumbuke na wengine wavutwe kwa nguvu za Mungu, wapate kuokolewa na kupata kubadilika, kuingia kwenye ufalme wa Yesu Kristu. Siri ya pili, onyo juu ya kutofanya kazi. Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 6 hadi wa 18 inasema: ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristu, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu atendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliyoyapokea kwetu. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukutenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu. Usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu watendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristu, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Lakini ninyi ndugu, msikate tamaa katika kutenda mema. Na ikiwa mtu awaye yote halishiki neno letu la waraka huu, jihadharini na mtu huyo, wala msizungumze naye, apate kutahayari. Lakini msimuhesabu kuwa adui, bali mwonyeni kama ndugu. Sasa Bwana wa amani mwenyewe na awape amani daima kwa njia zote,
Bwana awe pamoja nanyi nyote. Salamu zangu mimi Paulo kwa mkono wangu mwenyewe. Hii ndiyo alama katika kila waraka, ndiyo mwandiko wangu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi nyote. Nini fundisho hapa? Tunafundishwa kila mtu anapaswa kufanya kazi kwa ajili ya chakula chake mwenyewe. Kazi ni kielelezo cha Ukristo. Kumbuka, kazi ni ibada. Bila kufanya kazi huwezi kupata kitu cha kumtolea Mungu. Huwezi ukapata fungu la 1/10 pasipo kufanya kazi. Tunapozungumza kufanya kazi, tunazungumzia kuhusu kushughulisha mwili huu, kwa sababu mwili ndio unapaswa ufanye kazi yoyote kadri Mungu alivyokubarikia, ili upate kutimiza agano la Mungu ambalo mwenyewe ndiyo mwanzilishi wa kufanya kazi katika uumbaji wa mbingu na nchi, alipofanya kazi kwa siku 6. Kwa hiyo tunapofanya kazi tunamwiga hata Baba yetu Mungu mkuu kwa kutenda kazi ili tupate kuzaa na kuongezeka. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi. Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tunakuomba Baba, upokee dua hii, ukatujalie moyo wa kufanya kazi. Tufanye kazi pasipo manung'uniko, ili tupate kutimiza wajibu wetu kama jinsi Mungu wa mbinguni alivyotuagiza. Amina.